بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kama tulivyotangaziwa wa leo biidhnillah tabaraka wa taala tutakuwa na daura fupi ambayo itakwenda takriban kwa siku 3 kuanzia usiku huu wa Jumamosi, usiku wa Jumapili pamoja na usiku wa Jumatatu biidhnillah tabaraka wa taala. Na daura hii italenga risala ya Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazru'i hafidhahu Allah taala, risala inayosomeka kwa jina من المخالفات في شهر رجب. من المخالفات في شهر رجب, katika mambo yenye kwenda kinyume ndani ya mwezi wa Rajab. من المخالفات في شهر رجب, katika mambo ambayo yanakwenda kinyume na mwezi huu wa Rajab. Kwa nini tukaiweka risala hii? Tumeiweka risala hii na kuamua kuipitia kwa pamoja kwa sababu ya mnasaba wa mwezi tuliokuwa nao ambao ni mwezi wa Rajab, Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban. Kwa mnasaba mwezi huu ndio tukaweka risala hii ili kuwatanabahisha wale walioghafilika, tambihul ghafilin, kuwazindua walioghafilika na baadhi ya mambo yenye kwenda kinyume na mwezi huu wa Rajab, mambo ambayo hayamo katika sheria tukufu, lakini kwenye mazoea ya watu mambo hayo yamo na imejaa kwa wingi. Sasa itakuwa al-aula na hikma watu kuwatanabahisha wale wenzao ambao hawajatanabahi na mambo hayo. Lakini vile vile katika sababu ni kuondoa udhuru kwa wale ambao hawajasikia, ili sipatikane udhuru kwao kwamba sisi hatujasikia wala hatukujua wala hawakuwepo watu wa kutizindua na hayo. Kwa ule udhuru wa kiasi fulani, basi utakuwa umeondoka kwa baadhi ya watu. Mwezi huu wa Rajab ni katika miezi mitukufu. Inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha 4 hurum. Mwezi wa Rajab ni katika miezi 4 mitukufu ambayo Allah ameiashiria katika suratu Tauba, inna iddatash shuhuri inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala 12 shahran, ni miezi 12. 12 shahran fi kitabillah, katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni idadi ya miezi 12. Ndivyo Allah alivyoumba, tokea anaumba idadi ya miezi aliweka kwamba ni 12. Kisha kwenye hiyo 12 Allah akaihusisha minne kuwa ni mitukufu, akasema minha 4 hurum,
kuna katika hiyo 12 miezi minne iliyokuwa ni mitukufu. Miezi hiyo ni mitukufu, lakini haikutajwa ndani ya Qur'ani kwamba ni mwezi upi na mwezi upi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Bakrata radhiyallahu ta'ala anhu uliopokea wengi katika maaima wa hadithi, alikuja akaibainisha miezi hii kwamba ni mwezi wa Dhulqaada wa Dhulhijja wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban. Miezi minne ambayo Allah ameiashiria katika suratu Tauba ni mwezi wa Dhulqaada, wasahili wanaoita mfunguo pili, wa Dhulhijja ambao ni mfunguo tatu, wal Muharram mfunguo 4. Miezi mitatu imefuatana pamoja, thalathun mutawaliyat, miezi mitatu imefuatana, Dhulqaada wa Dhulhijja wal Muharram. Kisha Mtume akasema wa Rajab Mudhar, na mwezi wa 4 katika hiyo mitukufu ni mwezi wa Rajab unaonasibishwa na kabila la Mudhar. Kwa nini ukanasibishwa na kabila la Mudhar? Kwa sababu wao kabila hilo la Mudhar walikuwa wanautukuza sana kuwashinda makabila wengine. Kwa mwezi huu wa Rajab ukanasibishwa kwao wa Rajab Mudhar. Mtume akasema alladhi baina Jumada wa Shaaban, Rajabu ambayo ipo kati ya mwezi wa Jumada ya mwisho na mwezi wa Shaaban. Rajab inakuja baada ya Jumada al-akhira kumalizika, na kabla ya kufika Shaaban, katikati yake kuna mwezi wa Rajab. Ni mmoja katika ile minne mitukufu. Kwa hili halina shaka kuonyesha kwamba mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza kupitia aya ndani ya suratu Tauba, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia hadithi ya Abu Bakra ameutaja kwa jina wa Rajab Mudhar. Kwa haina shaka kwa ni mwezi uliokuwa mtukufu, na ni wajibu wetu Waislamu ahlus sunna wal jamaa, na ndio itikadi yetu, kuadhimisha na kuvitukuza vile ambavyo vimethibiti utukufu wake kupitia Qur'ani na Sunna, kama vile ambavyo hatuadhimishi wala hatutukuzi kile ambacho utukufu wake, taadhima zake hazikuja kupitia Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi, kwa sababu ya utukufu wa mwezi wa Rajab na kuadhimishwa kwake kwenye sheria, haukusalimika na mikono ya watu. Watu wameghurika kwa sababu ya utukufu wake, badali ya kubakia kwenye itikadi sahihi na kuitakidi kwamba huu ndio mwezi mtukufu na mengineyo mitatu iliyobaki, wakaona hilo halitoshi, wakaweka mambo mengi ambayo ndani ya sheria hayamo wala sheria haikufunza. Miongoni mwa hayo zikawekwa swala, zikanasibishwa na mwezi huu, vikawekwa visimamo vya usiku, vikanasibishwa na mwezi huu wa Rajab, zikawekwa funga tofauti, zikanasibishwa na mwezi huu wa Rajab, bali zikawekwa nyiradi na adhkari ambazo hazijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikanasibishwa na mwezi huu mtukufu wa Rajab, na mambo mengine mengi ambayo tutayaona baadhi yake ndani ya risala yetu, na mengine wameelezea wanawachuoni kwenye vitabu vyao vikubwa vikubwa. Kwa mwezi huu umeonewa sana kiasi ya kwamba baadhi yao hawakuyaweka hayo katika mwezi wa Ramadhani, lakini wameyaweka katika mwezi wa Rajab, wakautukuza kupitiliza zaidi ya utukufu ambao umethibiti kwenye sheria, wakazua mambo mengi. Na ukiangalia mambo hayo
sehemu kubwa ya mambo yake hayo yamejaa kwenye jamii yetu. Watu wameyazoea, watu wamekulia nayo, watu wamelelewa kwa mambo hayo. Kila ukifika msimu huu wa mwezi wa Rajab, basi jamii inakuwa katika heka la ibada. Kila mtu yeye na mswala wake na Qur'ani yake, na baadhi ya vitabu vya nyiradi vyatolewa kwa ajili ya kusomwa ndani ya mwezi huu wa Rajab. Na wengine wakafika mbali zaidi, wakaithibitisha safari ya mtume ya Isra na Mi'raj kwamba pia ilituka na kutokea katika mwezi huu wa Rajab, katika mwezi 27 ndani ya mwezi wa Rajab, kwa sababu tu ya kuutukuza huu mwezi. Kwa mambo hayo yapo mengi sana, na jamii imedanganywa muda mrefu, lakini inabidi ifike hatua wale wanaofahamu sehemu katika udanganyifu huo watanabahishe wenzao ambao hawafahamu sehemu hiyo ndogo, ili na wao wazinduke kutokana na bid'a hizo na udanganyifu huo na upotefu uliotiwa katika mwezi huu wa Rajab. Hatuna shaka mwezi ni mtukufu, lakini hayo wanayoyafanya jamaa zetu hayakuthibiti, si kwa hadithi sahihi wala hasan, bali hadithi zote zilizokuja kuzungumzia ibada mpya na fadhila zake za mwezi huu wa Rajab, itakuwa ni dhaifu au itakuwa ni maudhu'. Hakuna zaidi ya hapo, na hayo ndio maneno wanawachuoni ambao tutayaona ndani ya risala yetu hii. Kwa nisizungumze sana, tuingie moja kwa moja ndani ya risala yetu ya Al-Sheikh Ibrahim ibn Abdullah Al-Mazru'i hafidhahu Allah ta'ala. Sheikh huyu Al-Sheikh Ibrahim ibn Abdullah Al-Mazru'i ni katika mashekhe wa ahlu sunna salafiyun ambao bado wapo hai katika miji ya Imarat, huko katika miji ya al-Imarat al-Muttahida. Yupo hai katika mji wa Abu Dhabi, sasa hivi unaitwa Abu Dhabi huko. Yupo hai Al-Sheikh Al-Mazru'i na anafundisha, ingawa ni mzee, takriban mwaka 1961 ndio alizaliwa. Amesoma hizi madaris za nidhamia, akapata shahadati nyingi tu, lakini pia alikutana na baadhi ya mashaikh wakubwa wanawachuoni tunaowategemea kama vile al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Alipokuwa akitembelea miji hiyo, yeye alikuwa akilazimiana nao. Vile vile Al-Sheikh Al-Albani alikuwa akitembelea sana miji hiyo ya Imarat, alikuwa akilazimiana nao, na wengine wengi katika mashaikh wa ahlus sunna wal jamaa, na ametunga vitabu vingi na risala zake ni nyingi. Miongoni mwa hizo ni hii Minal Mukhalafati fi Shahri Rajab. Pia anayo nyingine mfano wa hii, anazungumzia mikhalafa ya mwezi wa Ramadhani. Hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Allah azidi kumhifadhi na amthibitishe katika haki, na hifadhi miguu yake kuteleza kuiwacha haki na kuingia kwenye batil. Anasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma, tunaingia kwenye risala yetu hii, lakini kuna tanbihi moja au mbili. Tanbihi ya mwanzo, katika hizi siku tatu za kuisoma hii risala yetu, hatuangalii saa. Ndani ya hizi siku tatu hatuangalii saa wala muda. Mimi naangalia nilipokusudia kusomesha, nimekusudia leo nifike wapi, ndio hapo hapo. Ima moja saa zimerefuka au hazijarefuka. Kwa tukitoka kesho tuage vizuri, sawa? Hilo la kwanza. La pili, tuwe makini katika kudhibiti shakli,
kitabu chetu hichi hakina shakli, hakina fatha wala kasra, isipokuwa katika baadhi ya maeneo machache. Kwa wale ambao hawana uwezo wa kuangalia mwandiko huu ambao hauna shakli, basi wawe wanadhibiti pakisomwa, hasa katika maneno ambayo anahisi akikaa peke yake atamsumbua. Dhibiti, sikiliza linavyotamkwa, weka zile shakli. Lakini pia tuwe makini katika baadhi ya maeneo kuna khata za kiuandishi na khata za kichapa. Kuna baadhi ya sehemu kuna makosa ya uchapishaji, hatumnasibishi makosa hayo shekhe kwamba kayafanya yeye, hasha wakalla, bali tunasibisha katika uchapishaji. Na mara nyingi hutokea makosa ya uandishi kupitia sehemu zinazochapishwa vitabu, sio kwa mashaikh wenyewe. Kwa humu pia yamo, usije ukajiachia ukaona hilo nalijua pengine limekosewa. Kwa mimi nitasoma ule usawa unapotakiwa, na wewe huko kwako utarekebisha kwa kile kiasi ambacho ametujalia Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema ni stahiki ya Allah, Mola mlezi wa walimwengu. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin, na swala na salamu za Allah ziwe kwa yule aliyewa mwisho wa manabii, khatamin nabiyyin, aliyewa mwisho wa manabii. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kuwa hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu, hali ya kuwa yuko peke yake, la sharika la, hana yeye mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia hakika Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Wa ba'du, na baada ya hayo aliyotangulia, lakini hii sio fasaha. Fasaha ni kusema amma ba'd, ama baada ya hayo. Na hiyo ndio ile faslul khitabi wanaosema wanachuoni aliyopewa nabii Daudi, wa atainahu alhikmata wa fasla alkhitab, tulimpa nabii Daudi hikma na fasla alkhitab, upambanuzi wa mazungumzo, ni kusema amma ba'd. Na hii ndio fasaha katika lugha. Na baada ya amma ba'd, neno linalokuja mbele linafanya irtibatu ya fa, linaunganishwa na fa, lakini hapa pia haikuwa hivyo. Wa ba'd, na baada ya hayo, inna salafal ummati, sawa, hakuika fa, alikuwa sema fa inna salafal ummati, hakika watangulizi wa umma, salafal umma, watangulizi wa umma, radhiyallahu anhu, Allah awaridhie wao, kanu yatahakamuna ila alkitabi was sunna, walikuwa wanahukumiana kupitia kitabu na sunna, inda tanazu'i, wakati wa mizozo, wakati wa mivutano, wakati wa utesi. At-tanazu', kuvutana, utesi, mizozo, walikuwa wao wema hao waliotangulia, yatahakamuna ila alkitabi was sunna, wanahukumiana kupitia kitabu na sunna wakati wa mzozo. Hatta fashal jahlu, mpaka ulipoenea ujinga. Hatta fashal jahl, fasha kwa maana intashara, ay sha'a wa intashara, kuenea ndo fasha. Hatta fashal jahl, mpaka ulipoenea ujinga. Wal hawa, na matamanio ya nafsi. Fil muslimin, kwa waislamu. Ikhtara'u lahum nihalan wa firaqan, wakazusha wao, wakavumbua wao, nihalan, mienendo tofauti, wa firaqan, na makundi tofauti. Yudafiu anha ashabul ahwa'i, wanajitetea, wanajikinga kwa makundi hayo na mienendo hiyo wale wenye kufuata matamanio ya nafsi. Wayattakhidhuna dinan, na wanaifanya mienendo hiyo kuwa ndiyo dini, na makundi hayo
kuwa ndiyo dini yao. Ulipoenea ujinga na matamanio ya nafsi. Lakini kabla hapo watu walikuwa wakati wa utesi, mizozo, wanarudi wapi? Ila alkitabi wa sunna. Na hiyo ni kwa kuifanyia kazi kauli ya Allah aliposema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Lakini zama zilipokwenda ukaanza kuenea ujinga na matamanio, watu wakaanza kuzua nihal, mienendo tofauti. Nihal ni jamu ya nihla. Nihla ni mwenendo, au panaweza kusemwa ni dini isizokuwa za kisheria ambazo hazina kitabu. Wanachuoni wanazigawa dini katika makundi matatu. Dini zimegawika makundi matatu. Nasema haya kwa mnasaba hii nihla. Kuna adiyanu samawiyatu, kuna dini ambazo wanaita dini za mbinguni. Ni zile ambazo zimepelekewa mitume na kuteremshwa vitabu juu ya dini hizo. Adiyanu samawiya, dini za mbinguni kama vile al-yahudiya, an-nasraniya wal-islam. Kama vile uyahudi, unaswara, uislamu. Hizi ni dini samawiya, dini ambazo asili yake ni kutoka mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutazijuaje? Ikiwa juu yake kuna kitabu na mtume aliyepewa hicho kitabu, hiyo itakuwa dinun samawiyun, inaingia katika dini za mbinguni. Basi na kuangalia, je, zimebadilishwa, ziko katika uhalisia, zimebaki kwenye asili yake? Hapaangaliwi hilo, panaangaliwa asili ya hii dini ilikuwaje. Ikiwa ni dini iliyoteremshwa kitabu na nabii, inaingia katika adiyanu samawiya. Lakini pia kuna adiyanun wadhu'iyya, kuna dini zilizowekwa, zilizotengenezwa na watu huko ardhini, hazina asili kutoka juu, hazina kitabu wala hazina mtume, ni watu wenyewe wamejitengenezea. Na hizi ndo zinaitwa an-nihalu, dini zilizotengenezwa na watu. Zile samawia zinaitwa al-milalu, jamu ya milla. An-nihalu jamu ya nihla. Ndio kuna kitabu cha Imam Ibn Hazm anakiita al-milalu wan-nihalu. Ibn Hazmi al-Andalus anazungumzia dini zilizotoka kwa Allah na zile ambazo zimetokea hapa hapa ardhini, wamezivumbua watu. Sawa? Kwa aina ya pili adiyanun wadhu'iyya, kama vile dini za Wahindi ambao wanajiita al-Barahimiyya, na dini ya Mabudha. Dini za Kihindi zote hazina kitabu wala mtume zile. Kwa hiyo adiyanun wadhu'iyya, zilizovumbuliwa na watu hapa ardhini. Aina ya tatu ya adiyanun laha shubhatu kitabin, dini ambazo zina shubha ya kitabu, haziko huku wala huku, haipo katika zile samawia, hazipo katika wadhu'iyya. Na wanachoona nasema ni zile dini za kimajusi, dinul majus, nao ni dini ya wamajusi. Ahlul ilm wametofautiana, je, dini ya majusi ni katika adiyanu samawia au wadhu'iyya, ina kitabu au haina kitabu? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yakakata moja kwa moja annahum mushrikun, kwamba wao ni washirikina, tutaamiliana na wao katika upande wa adiyanu wadhu'iyya, sio dini samawia. Hatuamiliani na wao kama Mayahudi na Manaswara, wao ni washirikina, kwa maana vichinjwa vyao, vyakula vyao hatuli, tofauti na ahlul kitab ambao dini zao samawia. Lakini baadhi ya wanachuoni wa fiqh wanataamali na majusi kwa aina mbili. Kuna muda wanataamali nao kwa kuzingatia kwamba hii ni dinu samawiyatun, ni dini inayotoka mbinguni, kama vile katika utoaji wa jizya, kodi, itabidi watoe jizya kama wanavyotoa watu adiyanu samawia. Lakini upande wa vyakula vyao na vichinjwa vyao wanaamiliana nao kwa kuzingatia dini adiyanun wadhu'iyya, kwamba hawali vichinjwa vyao. Ndio kusema an-nihal ni zile dini zote ambazo hazina kitabu wala hazina mtume. Sema al-milal ni zile dini ambazo zina kitabu na zina mtume.
lakini neno lilotumika hapa ni halan wa firaqan, anakusudia mienendo. Watu wakazusha mienendo na makundi tofauti ambayo wanajikinga na makundi hayo na mienendo hiyo, wakafanya makundi hayo kuwa ndio dini. Sasa hawamtazami mtume, wanamwangalia mwanzilishi wa kundi lao asemaje. Ikawa ni hivi, yakazuka makundi mengi, Mu'tazila, Jahmiya na wengineo. Kisha anasema Sheikh, wa kullama ba'uda an-nasu an kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim fashat fihim al-ahwa'u wal bid'ah, kila walipokuwa mbali zaidi watu kukiacha kitabu cha Mola wao wa sunnati nabiyihim, na kuacha sunna za mtume wao, fashat fihim al-ahwa'u, yakawaenea wao matamanio ya nafsi, wal bid'ah, na bid'a zikaenea kwao kwa kule kuwa kwa umbali na kitabu cha Mola wao na mwenendo wa mtume wao. Matamanio ya nafsi yakachukua nafasi pamoja na bid'a, wakawa wao sehemu kubwa ya miamala yao kwenye dini itakuwa ni hawa nafsi au bid'atun au jambo lilozushwa. Anasema Sheikh, wala qad ra'aytu min wajibi, na kwa hakika nimeonelea mimi katika wajibu wangu mimi, an adhkura ba'dha ma ahdathahu an-nasu, kutaja baadhi ya yale ambayo wameyazusha watu, fi ba'dhi al-awqat, katika baadhi ya nyakati, min al-ayami wash-shuhur, ndani ya masiku na miezi. Sheikh anasema baada ya kuona hilo, nikaona katika wajibu unaonipasa mimi nitaje baadhi ya mambo walioyazusha watu kwenye nyakati tofauti, kwa masiku mbalimbali na miezi tofauti. Kwa nini? Tahdhiran min muhdathati al-umuri, kwa ajili ya kutahadharisha kutokana na mambo yenye kuzushwa. Tahdhiran, kwa ajili ya kutahadharisha, min al-muhdathati al-umuri, kutokana na mambo yenye kuzushwa, allati, ambayo hadhara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ameyatahadharisha hayo mjumbe wa Allah swalla na salamu ziwe juu yake, biqaulihi, kwa kauli yake aliposema mtume, wa iyyakum, natahadharini nyinyi, wa muhdathatil umur, na mambo yenye kuzushwa, fa inna kulla muhdathatin bid'atun, kwa hakika kila chenye kuzushwa ni bid'a. Huo ni uzushi tu, hubadiliki. Sema fa inna kullu kwenye chapa sawa sawa, fa inna kulla. Maelezo shatangulia kwamba kuna sehemu zina makosa ya uchapishaji. Fa inna kulla, utaweka fatha kwenye lam. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, hakika kila muhdathatin, kila lenye kuzushwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalalatun, kwa dhammateni sio kwa kasrateni, dalalatun, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi an-nar, na kila upotevu mahala pake ni motoni. Hautapelekwa ule upotevu, upotevu haukujifanya wenyewe, kuna watu waliufanya. Hao ndio ambao wamekemewa na moto, ndio atakao kwenda motoni. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dauda wa Tirmidhi. Hadithi hiyo ameusilimia Imam Ahmad na Muslim na Abu Dauda na al-Imam Tirmidhi, maarufu wao, hakuna haja ya kuelezea. Anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, wa qad sha'at fi biladi almuslimina kathirun min almuhdathati, kwa hakika yameenea katika miji ya Kiislamu mengi miongoni mwa mambo yenye kuzushwa. Wa qad sha'at, na kwa hakika yameenea, fi biladi almuslimin, ndani ya miji ya Waislamu, kathirun, mambo mengi, minal muhdathat, miongoni mwa yale yenye kuzushwa, fil awqati wal ayami washuhur, ndani ya nyakati na masiku na miezi tofauti. Kuna mambo yamezushwa kwa kuzingatia muda, kwamba ukifika muda huu inabidi tufanye nyiradi kadhaa, yapo hapa. Na mengine yamezingatiwa masiku, ikifika siku fulani kuna swala inaitwa swala kadhaa, na mengine yamezingatiwa miezi kama vile mwezi wa Rajab na mengineyo. Wataqarraba an-nasu ila Allah,
na wakajikurubisha watu wa Allah subhanahu wa ta'ala bialwanin, kwa aina tofauti, min alibadat, katika ibada. Alwani asili yake ni rangi, lakini nakusudia anwa' zile aina. Bialwanin min alibadat ay bianwa'in min alibadat, watu wakajikurubisha, ay ittakhadhuha qurbatan, wakayafanya mambo hayo kuwa ni qurba ya kuwakurubisha wao kwa Allah. Bialwanin min alibadat, kwa aina tofauti katika ibada. Allati, ibada ambazo Sheikh anasema la najidu laha aslan, hatupati kwa ibada hizo asili yoyote. Fil kitabi wa sunna, katika kitabu na sunna hakuna asili, lakini watu wameyazusha mambo mengi kwa kuzingatia nyakati na masiku na miezi, kisha wakayafanya hayo kuwa ndio dini. Sasa Sheikh anasema ibada ambazo na mambo ambayo la najidu laha aslan, sio aslu kama ilivyoandikwa hapo, aslan kwa fathatain, hatupati kwenye mambo hayo asili yoyote. Hatupati wapi? Fil kitabi wa sunna, katika kitabu na sunna hayana asili, kwa maana hayana dalili. Bal wa ankaraha salafuna salihu, bali wameyapinga mambo hayo wema wetu waliotangulia, watangulizi wetu waliowema. Salafuna, watangulizi wetu, as-salih, waliowema, wameyapinga mambo hayo. Wa aimmatuna, na vile vile wameyapinga hayo maimamu wetu. Wa ulamauna, na wanawachuoni wetu, hayo yote wameyapinga. Lakini watu kwenye miji wameyafanya kuwa ni ibada. Lau wangeyajua yaliyoandikwa ndani ya vitabu vya wanawachuoni salaf na wanawachuoni walio hai hivi sasa katika njia ya ahlus sunna wal jamaa, basi wangeyawacha, lakini wako mbali na usomaji. Fasha alaihimul jahl, umeenea juu yao ujinga. Kwa Sheikh anasema wa fi hadha albahthi almukhtasari, na katika uchambuzi huu wenye kufupishwa. Albahthi, uchambuzi. Kule mkono wa kushoto wanasema research, sawa? Huku mkono wa kulia tunasema albahth. Wa fi hadha albahth almukhtasari, na katika uchambuzi huu uliofupishwa, nadhkuru, tutataja ma warada fi shahri rajabin, yale yaliyokuja katika mwezi huu wa Rajab tutayataja kwenye hii bahthi. Kwa hii ni bahthi Sheikh ameifanya akaiandika kwa ajili ya kuwasaidia wengine, na sisi tuisoma, sawa? Anasema katika uchambuzi huu uliofupishwa tutataja yale yaliyokuja kuhusu mwezi wa Rajab. Kuna tanbihi, neno Rajab, je, ni munsarifun au ghairu munsarif? Neno Rajab tunasema Rajabun au Rajabu, ni munsarif. Watu wa lugha wamo munsarif au ghairu munsarif. Linasarifika kwa maana linaingia tanwini na kwa kasra ya dhahira, au haliingii tanwini na kasra yake na kwa niyabatan. Ghairu munsarif, wanachuoni wametofautiana kwenye jina la mwezi huu. Je, ni munsarif au ghairu munsarifin? Lakini kauli iliyokuwa adhhar, yenye nguvu insha Allah, kwamba neno Rajab ni munsarifun. Kwa utasoma nadhkuru ma warada fi shahri rajabin, tutataja yale yaliyokuja kuhusu mwezi wa Rajab. Ndani ya Rajab kimekuja kitu gani? Vile vile kwa upande waliozushwa kimekuja kitu gani ambacho hakimo katika mwezi wa Rajab? Na maneno hayo kuhusu mwezi wa Rajab kwamba ni munsarif ameyataja al-Imam al-Mulla Ali Qari, al-Mulla Ali al-Qari katika kitabu chake al-Adabu fi Rajabin. Al-Adabu fi Rajab akasema wa'lam anna Rajaban munsarifun 'inda al-akthari wa huwa al-adhhar. Maneno mafupi tu, wa'lam, natambua wewe msomaji, anna Rajaban, kwamba jina la mwezi wa Rajab munsarifun, ni lenye kusarifika, linakubali tanwini na kasra ya dhahira,
inda al-akthari, mbele za wengi katika wanawachuoni, wa huwa al-adhhar, na hiyo ndo kauli ilikuwa adhhar. Aliposema inda al-akthar, hii ni dalili kwamba hili neno lina khilafu kwa wanawachuoni, kwamba wapo baadhi wanasema ghairu munsarif, haliingiliwi na tanwini wala kasra ya dhahira. Hiyo ilikuwa faida. Tunaenda mbele, anasema nukta ya kwanza katika yale yaliokuja kwenye mwezi huu wa Rajab,